Ninawasalimu wapenzi watazamaji popote mlipo, hamjambo. Karibu sana kwenye ukumbi huu, mahala ambapo unapata taarifa za kikweli. Kitu ambacho nawaomba tafadhali ni usikilivu mwema na muweze kujiunga kwenye huu ukumbi ambao tunautumia ili tuweze kupashana. Serikali mpya imeweza kutangazwa Tanzania. Hiyo ni kumaanisha Samia Suluhu Hassan ni rais batili. Kipindi ambapo serikali mpya imeweza kutangazwa, ile ambayo ipo mamlakani inaacha kazi. Hii ambayo ipo mamlakani inasemekana kwamba ni serikali haramu. Kwanza kabisa, hii serikali mpya imeweza kutangazwa na kina nani na kwa nini? Kuna toleo ambalo limeweza kutolewa ambalo ni msimamo wa Chadema kuhusu uchaguzi batili wa 29 Oktoba 2025 na kilichojiri baada ya hapo. Sasa toleo hilo linasema hivi: uchaguzi wa 29 Oktoba mwaka 2025 ni batili na matokeo yake yote lazima yafutwe. Kumaanisha Samia hakuchaguliwa hivyo. Uchaguzi ule unapaswa kufutwa mara moja. Uchaguzi mzima wa rais, ubunge, udiwani ni batili na hauna uhalali wowote, kwa sababu ulifanyika chini ya ukiukwaji mkubwa wa sheria, haki na misingi ya kidemokrasia. Chadema inasisitiza kufutwa mara moja kwa matokeo yote ya uchaguzi na kuvunjwa kwa kinachoitwa Tume Huru ya Uchaguzi INEC, kwa sababu tume hiyo haina uhuru kuanzia uteuzi wa wajumbe wa tume, muundo wa tume na majukumu yake. Chombo hicho hakina tena uhalali wowote wa hakiaminiki na Watanzania kusimamia uchaguzi huru na wa haki. Kwa hivyo Chadema wamesema uchaguzi wa 29 ulikuwa ni batili. Tukianzia rais, twende ubunge, twende udiwani, ulikuwa ni batili. Kwa hivyo ni kumaanisha Tanzania hatuna viongozi. Samia Suluhu Hassan ni mtawala asiye halali, yani kwa lugha ya kimombo illegitimate self-imposed ruler. Samia Suluhu Hassan hakupata ridhaa ya wananchi ambao ndio msingi wa mamlaka yote, na serikali yake ni haramu na dhalimu kwa sababu ni matokeo ya uchaguzi ulio najisika. Uongozi wake unategemea mabavu na ukandamizaji na uhalifu wa kisiasa. Kutokana na uchaguzi batili na mazingira ya utawala
wa mabavu. Samia Suluhu Hassan hana uhalali wowote kuendelea kuongoza nchi. Kwa hivyo unaona, wamesema kwamba kutokana na uchaguzi ambao uliandaliwa kwenye mazingira tatanishi, Samia sio rais halali, ni rais batili ambaye anapaswa kuondoka mamlakani. Rais ambaye anapaswa kuondolewa mamlakani. Wakasema hivyo. Wakasema hivi, serikali ya mpito ya kitaifa isiyoongozwa na Samia Suluhu Hassan kwa hivyo Chadema wamesema kwamba wanasisitiza na kutaka serikali ya mpito. Kwa hivyo serikali mpya imetangazwa Tanzania, serikali ya mpito. Chama cha Chadema kimetangaza serikali mpya ya mpito, na wamesema kwamba isiyoongozwa na Samia Suluhu Hassan, itakayowekwa chini ya usimamizi wa taasisi huru za kimataifa. Kaendelea kusema kwamba kwa kuwa serikali hii haina uhalali wowote, Chadema inataka kuanzishwa kwa serikali ya mpito ambayo, nambari moja, haitaongozwa na Samia Suluhu Hassan wala serikali yake ya CCM, itakayoaminika na Watanzania na jumuiya ya kimataifa. Kwa hivyo wanataka serikali ya mpito isiyoongozwa na Samia na itakayoaminika na Watanzania pamoja na jumuiya ya kimataifa. Nambari mbili, serikali ya mpito itasimamiwa na mashirika ya kimataifa yenye kuaminika na yenye uwezo kama vile Umoja wa Mataifa, African Union pamoja na SADC. Nasema kwamba hiyo serikali ya mpito iweze kujumlisha viongozi kutoka kwa mashirika ambayo yanaaminika kama vile Umoja wa Kimataifa, Umoja wa Mataifa ya Afrika pamoja na Jumuiya ya Mataifa ya Kusini mwa Afrika. Vile wanasema kwamba hiyo serikali ya mpito itarejesha utulivu, haki za kisiasa na kiraia Tanzania. Kwa hivyo hiyo serikali ambayo wameweza kuitangaza, ambao wanataka iweze kurejesha hali ya kisiasa Tanzania. Nambari 4, serikali ya mpito itafungua anga la kisiasa na uhuru wa kujieleza. Hii serikali ya mpito wanataka iweze kufungua anga kwa uwanja wa kisiasa, siasa safi, na uhuru wa kujieleza. Vile wanasema kwamba hii serikali ya mpito itaratibu uchaguzi mpya wa kitaifa kwa uwazi, uadilifu na uangalizi huru wa kimataifa. Vile Chadema ikaeleza kwamba itahakikisha, hiyo serikali ya mpito itahakikisha kuachiwa huru kwa wafungwa wote wa kisiasa na wote waliofunguliwa kesi za uhongo. 6, uwajibikaji wa wote waliohusika katika mauaji na ukatili, na tunataka mageuzi makubwa ya vyombo vya usalama. Kwa hivyo unaona, Chadema wamekwisha elewana kwamba serikali ya mpito iweza kutangazwa, ambayo itajumlisha viongozi kutoka Jumuiya ya Mataifa ya Afrika, ama ukipenda Jumuiya ya Mataifa ya Kusini mwa Afrika, viongozi kutoka mataifa ya Umoja wa Mataifa pamoja na mataifa ya Afrika. Je,
unapendekeza pawepo na serikali ya mpito Tanzania jinsi ambavyo Chadema wameweza kusema? Wazo lako ni lipi?